Alassane Kante atakuwa nje kwa mechi 5. Jonathan Sow atakuwa nje kwa mechi 5. Selemani Mwalimu majeruhi. Musa Pinpin Kamara na Yusuf Suleiman ni majeruhi. Abdulrazak Hamza na Rushaine Derack ni majeruhi pia. Kiufundi Simba imepoteza wachezaji kadhaa muhimu kuelekea Champions League na Premier League. Orodha ya wachezaji ambao ni majeruhi hivi sasa ni Musa Pinpin Kamara, golikipa nambari 1 wa klabu hiyo ya Simba Sport. Yusuf Suleiman, golikipa pia huyu wa Simba Sport, ni majeruhi pia. Mwingine ni Abdulrazak Hamza ambaye pia naye ni majeruhi. Majeruhi mwingine ni Rushaine Derack, ambapo Simba sasa inapoteza wachezaji muhimu kwenye mechi muhimu zijazo hapo Januari mapema. Simba inakosa wachezaji wa msingi katika maeneo tofauti ya uwanja kwa wakati mmoja, jambo linaloleta uchovu kwa waliobaki, kukosa mbadala wenye uzoefu, kupungua kwa ushindani wa ndani ya kikosi. Hili ni tatizo kubwa kwenye ratiba ngumu ya ligi pamoja na kafu. Athari za Sow kufungiwa mechi 5. Sow ni mshambuliaji mwenye kasi na nguvu, anafanya pressing kubwa kwa mabeki, ni tishio kwenye mechi kubwa. Kukosekana kwake kuna maanisha Simba kupoteza option ya mashambulizi ya haraka, mzigo mkubwa kubaki kwa washambuliaji wachache waliopo, ugumu kuvunja timu zinazocheza kujilinda, yani low block. Kamara pamoja na Kante kiungo kinapoteza mizani. Musa Pinpin Kamara ni golikipa. Alassane Kante ni muhimu kwenye kuzuia mashambulizi, defensive midfielder, kuunganisha safu ya ulinzi na ushambuliaji. Bila yeye Kante, Simba inaweza kupoteza umiliki wa mpira, ulinzi kuwa wazi zaidi dhidi ya counter attacks, mechi za kafu kuwa ngumu zaidi kwa sababu ya kasi na nguvu za wapinzani. Kukosekana kwa Hamza na Yakubu kunapunguza chaguo. Kwa Hamza kunapunguza chaguo la beki, wakati kunaacha mabeki wachache waliobaki wakicheza mfululizo. Makosa ya kizembe kutokana na uchovu, kukosa mawasiliano mazuri kwenye ulinzi, kuongezeka kwa mabao ya mipira ya cross na set pieces. Rushaine Derack pigo kubwa la kimbinu. Rushaine Derack ni kiongozi wa ulinzi mzuri kwenye mipira ya juu, ana uzoefu wa mechi kubwa za kimataifa. Kukosekana kwake kunapoteza ulinzi, kupoteza leader, yani kiongozi. Simba kuwa dhaifu kwenye aerial duels, kocha kulazimika kubadilisha mfumo wa ulinzi. Athari kwa mechi za kimataifa kwa kafu. Kosa dogo linadhibiwa haraka. Timu zinatumia makosa ya kiulinzi kwa ufanisi mkubwa. Simba inaweza kulazimika kucheza kwa tahadhari zaidi, kupunguza kushambulia ili kujilinda, kupoteza faida ya kushambulia nyumbani. NBC Premier League, mbio za ubingwa zimetingishwa. Katika ligi, kupoteza pointi dhidi ya timu ndogo kunawezekana. Ratiba ya Januari huwa na mechi nyingi. Yanga au wapinzani wengine wanaweza kutumia nafasi hiyo. Suluhisho kwa Simba: kutumia vijana kwa ujasiri, kubadilisha mfumo, mfano 4-2-3-1 kuwa 4-5-2, kusajili kwa haraka dirisha la Januari, kipaumbele beki wakati, kiungo mkabaji pamoja na golikipa. Rotation za kikosi kwa umakini mkubwa. Simba inapitia kipindi kigumu sana, na huu ni mtihani mkubwa kwa kocha, benchi la ufundi na kikosi kizima. Matokeo ya Januari yanaweza kuamua hatima ya msimu mzima, iwe ni mafanikio au msimu wa maswali mengi ya kujiuliza kwa upande wa Simba. Ili Simba wajiokoe kipindi hiki kigumu, kunahitajika maamuzi haraka ya kimbinu na ya kisaikolojia. Kubadilisha mfumo wa uchezaji, system first. Kwa uhaba wa wachezaji, Simba haipaswi kulazimisha mfumo ule ule. Mfumo unaopendekezwa 4-3-4-5-2 au 5-2-3. 5-2-3. 5-3-2. Unapunguza udhaifu wa mabeki wakati, unawapa wingbacks kazi ya kushambulia pamoja na kujilinda. Unalinda zaidi katikati bila ya Kante. Kipaumbele usifungike mapema kwenye kafu. Kwa kukosa viungo wakabaji, Simba inacheza block ya chini au ya kati. Iepuke pressing ya juu isiyo na mpango. Mipira ya haraka ya kuvizia counter attacks iwe silaha. Tumia vijana kwa mpango, sio bahati. Badala ya kuingiza bila mpango, wape jukumu moja kwa moja wazi, mfano kukaba tu, sio kushambulia.
wacheze pembeni, sio katikati ya ulinzi. Usirundike vijana wengi uwanjani kwa wakati mmoja. Usajili wa dharura. Dirisha dogo la Januari linakwenda kufunguliwa tarehe 1. Simba haina budi kutafuta beki wakati mwenye uzoefu pamoja na kiungo mkabaji pamoja na golikipa. Hata kama ni wa mkopo, bora kuliko kuvunja pointi. Punguza hatari game management. Kwa sasa sare ugenini, matokeo mazuri, ushindi wa bao 1-0 unatosha. Simba icheze kwa akili, sio kwa hisia za mashabiki. Tumia set pieces kama silaha. Kwa kukosa ubunifu, free kicks, throws za karibu, hapa ndipo mechi zinaweza kuamuliwa. Imarisha saikolojia ya wachezaji. Majeruhi pamoja na adhabu huleta hofu, pressure, kukosa kujiamini. Simba inahitaji viongozi uwanjani, kauli za utulivu kutoka benchi la ufundi, kulinda chumba cha kubadilishia nguo, dressing room. Panga ratiba kwa akili. Rotate kikosi kwenye NBC Premier League, wachezaji muhimu walindwe kwa kafu. Epuka majeraha ya misuli kwa kuwachezesha mfululizo. Simba haipaswi kutaka kupendeza sasa. Lengo ni kuishi kipindi hiki kwa kupoteza kidogo kadri inavyowezekana. Ukifanya vizuri Januari kwenye dirisha dogo, kikosi kitarudi, ushindani utaongezeka, Simba inaweza kurejea kwenye mbio za ubingwa. Hii ni Nile TV, endelea kutufuatilia mtazamaji wetu wa Nile TV, usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ili uendelee kufurahia taarifa zetu, allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu mbalimbali pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Nile TV. Hadi wakati mwingine, mimi ni Lizo Sports.